Nimekutana na kaka huyu ambaye kweli kisa chake naweza nikasema kwamba kinasikitisha, kwa sababu huyu kaka anasema amepigwa na kistuli na mkewe mpaka akapoteza fahamu, lakini pia vile vile mke wake alimvuta sehemu za siri ambazo mpaka leo ndo tatizo ambalo linamsumbua. Anasema ana maumivu makali sana kutokana na mke wake kumvuta sehemu za siri, na kisa hasa ni baada ya mke wake kurudi kutoka kwenye shughuli kidogo akapishana maneno, yani kukatokea kutokuelewana, ndio ikawa chanzo cha yeye kupatwa na hilo tatizo. Sasa kubwa ambalo leo alikuwa amekutana na mimi na kulizungumza ni kwamba wanaume na wenyewe pia wanastahili kupata haki zao au kupata utetezi kama ambao wanapata wanawake. Anasema yeye leo amejeruhiwa hivyo, lakini mke wake hajapata adhabu kubwa. Anasema kama yeye labda pengine angekuwa ndo amemjeruhi mke wake. Kwa hiyo alikuwa anailia serikali kwamba na wenyewe wanaume pia wanafanywa vitendo vya ukatili na wake zao, ila tu wanaume huwa hawasemi. Kwa hiyo yeye amejitokeza kwa niaba ya wanaume wenzie ambao wanaume wenzake ambao pia huwa wanafanywa vitendo hivyo vya ukatili, na kuiomba serikali pia hatua stahiki zichukuliwe dhidi ya wanawake ambao wanafanya vitendo hivyo kwa waume zao, vitendo vya kuwafanyia ukatili kama hivyo, kuwapiga, kuwajeruhi na kuwaumiza kiasi hicho ambacho amefanya. Sasa msikilize mwenyewe kaka, fuatilia vizuri kisa chake, msikilize kwa makini, utamuelewa jinsi ambavyo anazungumzia. Mpaka sasa hivi anasema anaona kama vile anaonewa na amefanywa kitu ambavyo sio sawa, kwa sababu alikuwa na redio yake mwenyewe, alikuwa anategemea labda angeiuza hela ambayo angepata ingeweza kumsaidia matibabu, lakini mpaka sasa hivi yuko kwenye maumivu na hajapona vizuri kwa sababu hajamaliza kunywa dawa. Bado kuna pesa inatakiwa ili apate dawa aweze kunywa, aweze kurudi awe sawa. Lakini sasa anasema redio, kila kitu chake yule mwanamke alichukua kwenye chumba ambacho walikuwa wanaishi, kitu ambacho kimempelekea yeye kuwa na maisha magumu. Sasa endelee kufuatilia hii story hapa katika YouTube channel yangu ya Gea Habib, lakini pia vile vile usiache kusubscribe. Kisa chetu kilikuwa, alikuwa ananiambia tulala kwanza asubuhi, akaniambia nataka kwenda kwa baba kwa ajili nikasikilize ngoma ya kakaangu anaoa. Nilipofika asubuhi mimi niliamka na shilingi 7,000, nikamgea 5,000 fanya nauli, tulivyokunywa chai nikamgea 5,000 fanya nauli uende. Akakasirika akaniambiaje 5,000 haitoshi kutoka kwa Rangi Bombomu kwenda Yombodovia. Nikamwambiaje, mke wangu kumbuka juzi tu amekuja kaka yako amechukua hela ya mchango. Wewe mwenyewe umechukua shilingi 30,000 kwa ajili ya sare. Unasema unataka kusuka. Bado hujapata, unasema unataka zawadi za kumpelekea kaka yako. Naomba chukua 5,000 itatosha, alafu vivyo ukirudi unataka kula. Akachukua 5,000 ile kwa unyonge akaondoka. Mimi nikaja kwenye ilipofika saa 11 nikampigia simu, umerudi? Akanambia sijarudi ndo najitayarisha. Nikamuuliza unakula nini? Akanambia nunua hata viazi tukaange chips. Mimi nikaenda nikanunua viazi kisado kimoja, nikanunua mayai 5, nikarudi nyumbani. Mpaka saa 12 nilipofika pale nikampigia uko wapi, akanambia bado sijapata gari. Mimi kabidi nianze kutayarisha viazi, nikamenya viazi tayari nikakatakata. Nataka kwanza kuwasha jiko la gesi nianze kukaanga. Yeye ndo akarudi saa 2. Akanambia ngoja nikusaidie. Haya, nikamwachia akanisaidia. Alipomaliza kunisaidia tukala pale, tulipomaliza kula kwa bado hatuna ugomvi hapo, tunajua leo imekwisha. Tukaingia ndani. Kuingia ndani akafikia kwenye sofa, mimi nikafikia kitandani kwa sababu nilikuwa na malaria. Nikamwambia mke wangu mimi sisikii vizuri. Naomba taulo nikakoge. Yeye akaniambiaje nimechoka. Nikamuuliza mke wangu nikufanyie nini unachotaka? Kwa sababu kama kutayarisha nimekutayarishia kila kitu. Ningekuwa mimi sikupendi ningefanya hivyo. Yeye alichofanya vile akainua simu. Akampigia mwanamume sijui maana kwenye alipompigia akamuuliza shemeji ya jambo. Yule akamjibu akamwambiaje shemeji kaingia chooni. Ndio swali mimi limeniuma. Wakati wewe uko hapo? Nipo hapo ndani. Na unasikia? Na nasikia. Niliona vile sasa mimi nikaona kumbe kwa maisha haya ya kuumizana. Mimi kabidi na mimi nikachukua simu nikamsalimia dadangu. Umelala? Yesu alindo akakasirika. Akanambiaje kwa nini uongee na wanawake zako mbele yangu? Akataka kuchukua simu afanyeje? Haivunje. Mimi nikatoka nikakimbia nje. Nilipokimbia nje, yeye akafunga mlango. Nikakaa mpaka saa 4 nje. Nikamuuliza hivi mke wangu, kwa nini kila tukigombana mimi nao unapenda kunifungia mlango na lala nje? Angalia mimi na malaria, nifungulie. Mimi sikufunguliwe ndio kalale huko.
Basi kabidi mimi nikakaa nikamwambia basi mimi nitatia maji dirishani ili kitanda kiroge kila mtu asifanyeje? Asilale. Basi kweli akawa mimi sifungui tia hayo maji kama nitashindwa kulala. Nikatia ndoo ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikafikiria ndani kuna umeme. Naweza nikaita shoti kubwa. Nikaenda jela, nikatoka mimi, nikaanza kumbembeleza, akampigia simu babake. Akamwambia baba Aisha ananifanyia fujo. Mimi niliposikia vile akampigia simu babake na mimi nikachukua simu nikampigia babangu. Babangu akapokea simu. Nikamtumia message. Nikamwambia baba, kwa nini unasikiliza pande moja tusikilize sote wawili? Akasema mimi nikija huko nitakuja na panga tu, huyo mkeo. Basi kabidi mimi nilivorudi pale nikaona mimi sitalalaje nje. Nikausukuma mlango na mguu ukafunguka. Nilivyoingia ndani nikamuuliza mke wangu, kwa nini kila siku tunagombana? Nikamwambia katika vitu vyote vya ndani mimi nitakuachia. Naomba nichukue kitanda tu nifanyaje nikaanze maisha. Kwa sababu mimi naona maisha na wewe hutaki. Yule akasema hapa uchukui chochote, hivi vyote mali yangu. Nikamwambia mke wangu, unafanya kazi wapi umenunua wewe? Wewe unakaa tu hapa, hivi kuwa na huruma. Sasa mimi nitaanzaje maisha afu mtoto anataka huduma? Yule alivyofanya akakaa kwenye kiti pale, mimi nikaona nikachukua godoro nikaliangusha chini. Nikajinamia na nataka kupachua kile kitanda ili nichukue kitanda tu vitu vyote nimwachie. Nilivyofanya vile yeye akainuka na stuli. Akataka yani mimi nageuka naona stuli inakuja, ndio nimeweka mikono ili nichana hapa stuli. Imenichana hapa stuli. Kwa hiyo pale mimi ikabidi tukawa tunagombea stuli. Tulipokuwa tunagombea stuli, yeye akachia stuli ndo akanishika sehemu za siri. Ndo akanivuta namwambia nakufa, akanambia kufa mimi nitakuua. Wewe hivi vitu mali yangu hivi. Wewe mtoto mimi nitaishi naye vipi? Ikabidi pale alivonishika nilivozidiwa hata nilivoanguka chini yeye akatoka. Sikujua alienda wapi. Mimi nimekaa pale maumivu yamenizidi. Sasa nakuja kupata kama kijifahamu hivi namkuta mtoto analia. Ikabidi mimi nikajistamili hivyo nikachukua mtoto nikawa nambembeza. Nataka kutoka na nje tu nakuta sungusungu wamekuja kundi la watu. Nilikuwa sikujua kama sungusungu. Wakaja wakanambia bana sisi askari tumekuja kukamata kwa sababu umempiga mkeo. Nikamwambia mimi mke wangu sijampiga. Lakini mradi mmekuja kunikamata vizuri. Akasema hadisia kwanza kama mkeo hujampiga. Nikamhadisia kama hivi nilivyomueleza. Yule wale askari akasema mbona kisa chenye kidogo hivi wa mapenzi si mdogo tu. Nendeni mkalale. Yule mwanamke akakubali twende mkalale. Nikamwambiaje mimi hapa nimeumia. Siwezi kwenda kulala, naombeni mnipeleke polisi ili polisi walifanyaje wanipeleke hospitali, mimi nimeumia. Umeumiaje? Nimevuta sehemu za siri. Akasema wale sungusungu akasema saizi huko si hatuna nauli ya kupeleka huko. Nikamwambia basi twendeni hata mkaniache kituoni hapo mlikoambiwa mtapata usafiri. Wale kabidi wanichukue sasa. Kunichukua na nikatembea maumivu yavonizidi nikashindwa nikaanguka. Nilivaa. Alikuvuta sana. Alinivuta yani alinishoa yani atakuniua. Basi alivonivuta pale nilivyoanguka nikapelekwa mpaka polisi. Kupelekwa polisi, nilipofika polisi pale yule akabakia mimi nikapelekwa Amana. Amana nikalazwa siku ya kwanza. Siku ya pili nikaruhusiwa nikarudi nyumbani. Siku nilivyorudi nyumbani maumivu yalinizidia tena usiku. Nikapakiwa tena nikapelekwa Amana. Amana akanichoma sindano akasema hapa tukuwezi tutakupeleka utasafirishwa Muhimbili. Ndio nikalazwa Muhimbili. Nilivyolazwa Muhimbili kule kama siku 5 hivi nilivyolazwa nikaruhusiwa Muhimbili. Kaambiaje bana tunakuruhusu lakini hatukupi hata kidonge. Kwa sababu wewe unadaiwa hapa. Basi nikaruhusiwa mimi. Wakanichukua nikarudi nyumbani. Akaambia mpaka ulipe shilingi 98 na 400 hivyo. Ndio ufanyeje ndio upate vidonge. Mimi nikarudi nyumbani. Kuja nyumbani baba wangu alipokuja kuniona aliahidi atakuja kununua vidonge. Nikakaa siku ya 3, siku 3 sijameza vidonge maumivu yakanizidi. Ikabidi mimi nikaenda polisi, niko najua mke wangu bado yupo polisi. Kwenda polisi pale nikamkuta mpelelezi alikamatwa kumbe. Nikamkuta mpelelezi wa kesi. Kanambiaje hapa hayupo kasharuhusiwa. Nikamwambia basi hakuna tatizo. Mimi nilikuwa naomba nyumbani kwangu nikawaeleza vitu ninavyokuwa navyo, nataka nikachukue redio niuze ili nikagomboe dawa Muhimbili kwa sababu nina maumivu sijameza vidonge leo siku ya 3. Askari mpelelezi akanambiaje sisi swala hilo hatuwezi kukuruhusu. Kwa sababu kwanza hatujui kama vitu vya kwako au sio vya kwako. Nikamwambiaje mimi naumwa kama vitu sio vya kwangu nitashtakiwa kwa ajili ya nini? Ya wizi, lakini kwanza nijinusuru. Yule askari akanambiaje bana sikiliza jukumu hili si hatuna. Jukumu hili analo mjumbe. Nenda hapa kamwambie mjumbe uvunje mlango uchukue redio. Ukishachukua redio vilivyobakia yeye ataangalia. Mimi nikatoka nikamfuata mpaka mjumbe. Mjumbe anaitwa Jamwaka Kiwarani. Nilipofika pale nikamuelezea mimi nimetoka, nikamuelezea yeye akanambiaje tusivunje mlango. Tukivunja mlango vitu vingine vitaibiwa, utaambiwa wewe ndio umeiba. Ngoja tuwapigie simu waje. Haya, akapigia simu
Wakasema nauli hawana. Mimi nikamwambia mjumbe, mimi na shilingi 2000 waambie waje. Akaambia mwambie aturushie 2000. Kwa hiyo mimi nikaenda nikawarushia 2000. Bahati nzuri akaja baba mkwe na mke wangu. Walipokuja nikamwambia bwana, baba uliahidi wewe kuleta dawa, lakini leo siku ya tatu mimi sijamaliza dawa, sijameza dawa. Nina maumivu, kuna redio yangu ndani. Naomba nichukue redio nikauze nigomboe dawa Muhimbili. Akanambiaje, kwani wewe una dozi ya ukimwi? Dozi ya ukimwi ndio ikatishwa, hii inakatishwa. Nikamwambiaje bangu, si unakumbuka mimi kaniumiza huyo? Yeye akanambia kuanzia leo wewe mradi umemfunga mwanangu, upati kitu chochote, tutahakikisha upati kitu chochote huko ndani. Umemfunga kwenye nini? Yaani wananiambia mimi ndo nimempeleka polisi mtoto wao, nimemfunga jela. Wakanambia utahakikisha wewe upati chochote. Basi ikabidi mimi nikashindwa kwa sababu mimi nina maumivu, nikashindwa kugombana nao. Mbele ya mjumbe nikatoka mimi pale, wakanitolea begi tu. Kwanza kabla hajanitolea begi, kanambia yule mwanamke akasema redio mimi nimeuza. Nikamwambia redio umeuza vipi wakati ulikuwa polisi? Umeuza ndani? Mjumbe mpaka anamuuliza, umeuzaje redio, ulikuwa ndani, umeuza vipi? Yule akasema wewe nimeuza huko huko. Mjumbe akamwambia sio kweli. Redio ungekuwa uwezi kuuza kitu ambacho mtu hajakiona. Mimi nilipoingia ndani mle nikaiona. Nikamwambia mbona redio mjumbe ipo hii hapa hii? Naombeni mimi redio nikauze. Wakasema hapa hatukupi kitu chochote kwa sababu umemfunga mwanetu. Wewe mwanetu umempeleka jela, upati kitu chochote. Basi kabidi pale wakanitolea begi la nguo tu, wakanitupia pale. Mimi nikachukua begi la nguo kwa sababu nina maumivu, nikashindwa kugombana nao. Nikarudi nikamuelezea baba pale, akanambia basi pengine watakuja stamili. Nikawa tena dondoa diclopa au panado na meza. Nilipomaliza pale ikapita siku 3 tena nyingine. Hakuna. Nikamueleza baba, leo siku ngapi mbona hawajakuja? Baba akanambia nenda kaangalie. Kweli nikamchukua ndugu yangu mmoja na nikamchukua mwanamke na dada yangu na ndugu yangu. Tukaenda. Kwenda kule tukakuta chumba cheupe, hakuna kitu. Akakashachukua kila kitu. Kachukua kila kitu. Nikamuuliza mpangaji mwenzangu, mbona chumba changu kiko wazi, hakuna kitu? Akanambiaje, mkeo kasema mmekubaliana hapa mnaama. Mimi sina taarifa hiyo, mbona hatuna taarifa hiyo? Sasa kipindi hicho ambacho ulikuwa umerudi hospitali ulikuwa unakaa wapi? Nilikuwa ndio nakaa huko Vinguti kwa babangu mkubwa. Baada ya kutoka hospitali. Kwa sababu nirudi kwako. Nilikuwa naumwa, nilikuwa siwezi, dada nilikuwa naumwa mpaka kutembea nilikuwa siwezi. Yaani nilikuwa mtu atakapokuwa unasikia makelele yanapopiga. Mpaka leo. Mpaka leo nikikoa kipindi mkojo lazima mpaka nianze kupiga kendo utoke. Usiniambie. Kwa hiyo sasa nilipofika pale nikamueleza baba, bwana hali ipo hivi. Akanambiaje? Basi twende tutaenda kumalizana hapo. Wale akawataki hata kuongea na mimi. Akasema wewe mradi umemfunga mwanetu sio uongei na wewe na sisi. Kama kweli wewe una kesi kakuumiza wewe peleka. Wakati anakuvuta kwani ulikuwa una nguo? Mimi nilikuwa na nguo kwa sababu nilikuwa nimevaa pensi ya kulalia. Nilikuwa yani nimevua suruali, kuna pensi nimevaa line. Nilikuwa na yangu nichukue taulo nikakoge. Ndio hapo yeye akafuata hivyo. Kwa hiyo kwa hasa alichokuvuta ni yani kwanza korodani ndio ameniumiza sana. Yani nilivimba, yani nilifika kama ngumi. Mpaka kuna kipindi pale Muhimbili waliniambia ngoja kwanza tukufanyie operation, akasema ngoja kwanza maumivu yapungue uweze kumfanyia operation hivi. Baadaye ndio niliporuhusiwa nikaambiwa nisifanye kazi muda miezi 3. Mimi nimeambiwa nisifanye kazi yoyote ngumu muda miezi 3. Kwa hiyo ndio maana mimi nikataka kupata mwandishi wa habari ili wasikie, waheshimiwa, watufuatilie sisi wanaume naye tunafanywa ukatili, lakini hatupati sheria. Sheria zote zipo kwa wanawake. Ukatili niliofanywa mimi sio wa kucheza. Yaani mimi nimezimia, nimeenda kuzindukia hospitali. Kosa hili ningelifanya mimi mwanamume ingekuaje? Serikali mimi naomba Mheshimiwa Magufuli, wewe rais wa wanyonge, lakini tuangalieni sisi wanaume tunavyopata tabu, na ndio maana sasa hivi wanawake wanakuwa wakatili kwa sababu sheria zote zinawabeba wao. Sisi wanaume tunazidi kukandamizwa. Sasa kwa kulala, mara nyingine mimi kulala kwangu nalala ukumbini au siku nyingine ndo nalala huko, amenisaidia nyumba huko kwa sababu kuna rafiki yangu. Kwa hiyo mara siku nyingine tunakuwa 4 5, sasa siku nyingine tukizidi mimi ndo naenda kulala vandani. Kwa hiyo ananiambia nijishauri miezi 3. Na vyeti vingine viko Muhimbili sijagomboa kwa kutokana na kosa hilo, kwa sababu nilitaka kwenda kugomboa ili nipate dawa, lakini toka sio sijapata dawa. Hebu angalia ukatili gani. Mimi vitu vya kwangu nataka niuze kitu ili nijinusuru mimi nisife, lakini nikanyang'anywa vitu vyote. Ili muangalie ukatili tunaofanywa sisi wanaume, tunafanywa ukatili wa hali ngumu, lakini hatuna msaada. Tunapokimbilia tunanyanyasika, tunaomba mtusaidie, na sisi tunanyanyasika pengine kuliko hata wanawake. Kweli. Mimi naomba serikali itumie hukumu kama tunavyohukumiwa sisi wanaume.
Sisi wanaume tukifanya kosa kama hili sasa mimi ningekuwa jela hata zamani nisingepata. Lakini leo mwanamke mimi mpaka nimezimia. Sisi wanaume tukifanywa hivi kwa nini inakuwa kwetu rahisi kwa kusamehe wao wasiwe rahisi? Mimi naomba sheria ifuate mkondo wake kama tunavyohukumiwa sisi wanaume na wanawake wahukumiwe ili wengine iwe fundisho. Wasituendelee tena kutufanyia hivi wanaume. Na maana ndio maana sasa hivi wanaume tunalalamika sana kuliko wanavyolalamika wanawake. Kwa sababu sheria inawabeba. Mimi naomba serikali ifanye na wao iwahukumu kama wakosaji wengine. Kama sisi tunavyokosa wanaume wanavyotuhukumu na wanawake nao wahukumiwe kama tunavyohukumiwa sisi wanaume. Isiwe kwa sababu yeye mwanamke basi akasamehewa mimi nitaka kufa nimeenda kuzindikwa Muhimbili. Sheria hii yani dada yangu mimi yani kama tungebahatika tungeenda hata Muhimbili tuchukue vile vetu uangalie. Mimi daktari mpaka ananiambia wewe kupona una bahati. Dada yangu nimepigwa na sturi mimi macho ni kwa sioni mbele. Yani mimi ni kwa sioni mbele macho. Mimi nilikuwa natumia kupigwa sindano za umu kwa ajili ya macho sturi. Baki hapo kanivuta mbele. Alafu baki hapo. Kwa nini? Yani kitu kingine kinachouma, kwa nini hawakuwa hata na huruma ya mimi binadamu hata kunisaidia 90,000 tu? Wameshindwa kunisaidia hata redio yangu jamani nilichonunua kwa jasho langu. Cha kwangu mimi cha kuninusuru ili nipate uhai. Maana mwanadamu ujue uhai ndo kawaida ndo muhimu. Afya ndo muhimu. Mimi hapa leo nitaweza kufanya kazi ngumu. Daktari tumekuwa sisi wenyewe. Bwana meza mifpeni, meza diklopa, meza panado. Ndio nimekuwa daktari kwa sababu vile vidonge nimeshindwa kwenda kuchukua hela sina. Vitu vyote ametaifisha. Sasa sijui madhara yake ndani yapoje. Kwa hiyo ile tukio lilivyotokea wazazi wangu wote wamenitenga, nimebaki mimi peke yangu. Wafuata nini? Mamangu kabaki, babangu ameshafariki. Mamangu yupo kijijini ila niko na ndugu zangu ndo anakuaga mara nyingine nikipata tatizo tunasaidiana. Lakini wao sasa hivi wamesema mradi umerudiana na wewe mwanamke limekupata la kwako kwa sababu kashakufanyia vitu. Yani tangu vile kipindi hicho mnachongana alikuwa hataki kurudiana naye. Kwa sababu kuna kipindi dada yangu yani vituko vilikuwa vingi. Kuna kipindi alinipiga na speaker ya redio mpaka nilizimia. Alinipiga hapa ile solo. Alinipiga na speaker ya redio mpaka nilizimia. Lakini kwa kuwa mimi nilikuwa bado nataka kuishi na mwanangu, nilivumilia hiyo nikaenda hospitali ya serikali Mivinjeni. Kwa hiyo nilipokwenda pale wakanitibia tukamaliza hivyo. Lakini hilo ndio kawa vituko vimezidi hivyo. Mpaka hivi. Kwa hiyo ndo ndugu zangu mimi wamesema ukirudiana. Kwa hiyo tendo la ndoa mimi sifanyi. Sasa hivi yani mimi nikishima sisi tu naumia. Kiuma kukojoa bado na tatizo kwa sababu dozi mimi sijapata. Muhimbili niliruhusiwa niliambiwa nifuate hela nipate vidonge. Nilipokuja nyumbani ndio sijaenda Muhimbili mpaka leo. Na siku nilienda kufuata vyeti kwa ajili ya wakanambia mpaka ulipe deni. Kwa hiyo mimi sijakula vidonge toka siku hiyo bado na maumivu na sijui naishije. Kushtuka inashtuka kama kawaida lakini haina nguvu kama vile ilivyokuwa mwanzo. Upumbai na chooni ukae kidogo. Yaani ukienda kule kwanza unagoma kutoka. Mpaka ukija kutoka ndio unakuwa vizuri. Na ukishatoka hapo lazima ulale kifudifudi ndio gesi iishe gesi ndio utajisikia vizuri. Yaani kama mtu niloasiwa. Sasa